mimi leo nitajikita katika mfungamanisho wa uchumi wa Tanzania, naweka mabano Tanzania na upande wa Zanzibar, na inshallah tutaelewana. Leo nitakuwa mtaratibu sana katika kujieleza. Naanza kwa misingi minne kwamba tatizo la muungano ninavyoona mimi hasa ni uchumi mwanzo, siasa na madaraka yanakuja baadaye. Msingi wa pili kwamba fiscal and monetary policies za Tanzania au za bara zina direct impact na Zanzibar, bila ya Zanzibar kuwa na nafasi ya kujitetea au kupata afua yoyote. Tatu, kwamba Zanzibar imekuwa ikipunjwa katika muungano. Na nne, kwamba serikali ya muungano haifanyi afua yoyote Zanzibar, haina investment, haifanyi capital investment, haifanyi fidia, wala haina afua aina yote, inaiacha Zanzibar kama ilivyo, lakini bado uchumi hizi zinaambiwa zimeungana. Hivi sasa Tanzania bara inakula mikono miwili, inakula mkono wa michango au kodi ambazo au uwekezaji ambao unafanywa kwa upande wa Tanzania bara peke yake, kwa sababu Tanzania bara kuna Tanganyika, na upande wa pili ni ule ambao serikali ya muungano inatumia fedha ambazo zinazalishwa na taasisi za muungano ambazo Zanzibar nayo ina sehemu yake, na ndio hapo Zanzibar inapopunjwa. Nikizungumza taasisi hizo zenu za ndani ziacheni, TIB sijui kitu gani, taasisi zote za ndani, mimi nazungumza za muungano, TDCL, ATCL, bima na vingine vingi kama hivyo, TCRA na nyingine. Sasa hizi na ATC na kama hizo, sasa hizi ndio ambazo sisi Wazanzibar tunasema kwamba tunapunjwa kwayo. Maana yake zile ni zetu sote, lakini hazitumiki kama inavyotarajiwa, na nitaelezea. Na hii inatokana kwamba tumepuuza msingi wa muungano ambao tumeutengeneza, kwamba tuna nchi mbili taifa moja, na kwamba tuna chumi mbili ndani ya nchi moja. Tulikubaliana kwamba kwa mujibu wa katiba kifungu cha 135-134 tutengeneze akaunti ya pamoja na tume ya pamoja ya fedha. Sitaki kwenda kwenye historia kwamba muda mrefu hizi hazijafanywa kazi. Kusema kweli inasikitisha kwamba marais ambao tangu imeamuliwa hilo, mawaziri ambao tangu limeamuliwa hilo, mawaziri wakuu tangu limeamuliwa hilo, maspika tangu limeamuliwa hilo, wabunge tangu limeamuliwa hilo, tumepuuza katiba yetu. Uwepo kwa taasisi hizo mbili za muungano, lakini kwa miaka yote, sitaki kutaja miaka mingapi, maana ni aibu kwamba nchi hii inaweza kupuuza katiba kwa miaka yote hiyo, na ndio maana tumefika hapa tulipofika sasa. Na hali kadhalika taasisi nyingine ambayo imepuuza katiba ni kuwa na mahakama ya katiba, ambayo pengine Zanzibar ingeweza kwenda kushtaki kama inaonewa, lakini baadaye tumekwenda kuopt na kuwa na kamati ya kazi za muungano ambayo kusema kweli ni nje ya katiba na hata isingestahili kuwepo. Nimesema hapa kwamba tunazungumzia juu ya taasisi za muungano ambazo mapato yake yanapaswa kuwa sawa sawa. Kwa bahati nilikuwemo katika tume ya Warioba. Katika tume ya Warioba tuliarifiwa, kwa sababu tulikuja pahala ule muungano wa serikali tatu tungeutengeneza vipi. Tukaarifiwa kwamba kwa mfumo wa Tanzania, kama kungekuwa matumizi ya taasisi za muungano kutoka kwa muungano, basi ule fedha za kuendesha serikali ya tatu zingepatikana fedha kwa Zanzibar na zingepatikana fedha kwa Tanganyika. Wanaopinga serikali tatu wapinge kwa mengine, lakini wasipunge kwa kiuchumi, kwa sababu kiuchumi fedha tulizo nazo zinatosha kufanya hivyo. Taasisi za muungano zinaweza kumudu kuwa na serikali tatu. Kwa hivyo tume ya Warioba tuliambiwa kwamba ilipoa kazi PricewaterhouseCoopers, ambao wao walihakikisha kwamba hilo linawezekana. Sasa kwa mnajili wa mgawano huo wa taasisi za muungano, mapato yanayokusanywa Zanzibar ni 2%.
Mapato ya Tanzania bara ni 98%, lakini hizi zinatiwa katika kapu moja kwamba zote ni za muungano. Lakini jana ACT walitoa mchanganuo ambao pengine unaweza kuwa ukabishiwa, lakini tumepata pale pa kuanzia. Wanasema 68% ya pesa ambazo ni za muungano zinatumiwa na Tanganyika. 32% ndio zinatumika kwenye taasisi za muungano proper, labda wizara Mama Samia, wizara gani, wizara za muungano tu. 68% zinatumika na Tanganyika peke yake. Kwa hivyo tunasema kwamba kama ingekuwa nchi hii inaendeshwa sawa, basi Zanzibar ilikuwa ipate mgao wake kutoka 68%. Hisabu zilizotolewa ambazo zinaweza kusikabishaniwa, lakini mwisho nitapropose kama zinabishaniwa, basi bunge hili liunde kamati ifanye njia yote ile ya kuhakikisha ukweli uko wapi. Kwa miaka 7 wamefanya utafiti ACT, wanasema kwamba 2014 mpaka sasa hivi kwamba kama ingekuwa pesa zile zimegaiwa labda kwa mgao wa formula ya 4.5 ambazo ni pesa ambazo Zanzibar zipata kutoka mgao wake wa benki kuu au mgao wake wa 11% ambao unatokana na mgawano wa mapato ya kibajeti kutoka nje, basi Zanzibar ingepaswa kwa formula 4.5 Zanzibar ingepaswa ilipwe 4.6 trillion na serikali ya Tanganyika Tanzania kwa Zanzibar. Lakini kama ikitumika formula ya mchango wa Zanzibar katika kuunda benki kuu yani 11%, basi Zanzibar inaidai Tanganyika hivi sasa 11.1 trillion shillings. Msitupe hizo, tupeni kile ambacho mnaona tutaingize formula nyingi, lakini lazima tulipwe chetu, kwa sababu chetu kimo katika mashirika ya muungano. Mimi sizungumzii 4.5 ambayo inatokana hivi sasa, sizungumzii pesa zile za kibajeti, nazungumzia haki yetu ambayo mashirika yale tumeyaunda pamoja, na mengi yao yalitokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo katika hali kama hii ungetaraji kwamba option zipi za Zanzibar? Viongozi wetu kama nilivyosema, wa upande wa Tanzania hawajaheshimu katiba kwa muda wote. Viongozi wa Zanzibar hawajaheshimu katiba, lakini pia hawawezi kusema hadharani kama tunaidai serikali ya Tanzania. Wataishia pembeni tu. Hata juzi baada ya bajeti hapa kuambiwa kwamba 18% inaondoshwa ya VAT, kwamba ati tutarajiwa tusherehekee, wakati kitu kile tangu mwanzo hakikuwa halali kufanya, hakikuwa halali kabisa kufanya. Na katika hali kama hiyo, basi mimi nafikiri kwamba kuna haja, kama tunasema kwamba uchumi wa nchi hii unataka uende sambamba na haki zitendeke, kwamba lazima tufike wakati kwamba Zanzibar apate haki yake bila ya tone, bila ya shilingi kupungua. Kwa sababu kama si hivyo ni kwamba uchumi wa Zanzibar sio unadidimia, serikali ya muungano haiwekezi Zanzibar, haitoi afueni yoyote ile, lakini pesa zote zile za muungano inatumika kujenga Tanzania bara. Siku moja nilimsikia Dr. Sheni akisema, surprisingly, anasema ukenda bara siku hizi utaona mabarabara yanajengwa, majengo yanajengwa. Hamadi, nikasema kama yeye anasema hivyo, nani mwingine wa kusema? Wakati yeye alipaswa aseme kwamba hizo pesa zinajenga barabara na si zetu zimo. Hizo pesa zinajenga majengo na Zanzibar zimo. Yeye anasema kwamba bara kunaendelea zaidi. Nani wa kusema hayo sasa kama yeye mkuu wa nchi hawezi kuyasema hayo? Kwa hivyo tunasema kwamba kama hamkutengeneza mazingira haya, muungano utaendelea tu kama ulivyo, lakini hatuna mapenzi nao. Asante sana.